Kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu, karibu tupige mbizi katika bahari ya maarifa. Hapa ndio muda wa kwenda kunena kwa uketo, ikawa ibra kwa wenye fikra fatashi. Fikra fatashi maana yake ni fikra zenye udadisi. Kwenye soka letu tunaanzia kwenye ligi kuu. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imeendelea tena jana kwa michezo miwili kuchezwa katika viwanja viwili tofauti, ambapo mchezo wa mwisho Mfalme wa Nyika na Mnyama Mkali wa Mwituni Simba Sports Club alikuwa kibaruani jana dhidi ya wana Kawekamo ama wana TP Linda na timu ya Pamba Jiji FC, mechi ikichezwa katika uwanja wa KMC Complex na kumalizika kwa Mfalme wa Nyika na Mnyama Mkali wa Mwituni Simba Sports Club kupata ushindi wa mabao 2-1. Magoli ya Mnyama Mkali wa Mwituni alifungwa na Eli Mpanzo Kibisawala dakika ya 8 ya mchezo, na bao la pili likafungwa na Libase Geye mnamo dakika ya 65 ya mchezo huo. Simba mpaka sasa tunavyozungumza nawe ipo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu NBC, wakitofautiana alama 2 dhidi ya bingwa mtetezi Wananchi Young Africans ambaye bado yupo kileleni mwa msimamo wa ligi. Binadamu tumeumbwa na kusahau, na jana ilikuwa ni simulizi nzuri sana ambayo ilikuwa ikisimuliwa na legend Nurdin Selemani. Tukasikilize kile ambacho kimejitokeza kwenye mabao yote matatu ya Pamba 1 na Simba mabao 2. Tuanzie bao la kwanza la Eli Mpanzo Kibisawala. Libasa Geye anawekwa chini, foul ya pili anafanyiwa na yule Amos Charles Kadikilo. Alimpanguza Siwa wakati anaondoka. Amos Charles Kadikilo akamwambia hakuna njia rahisi namna hiyo. Libasa Geye na Anse Ura wakitokea pembeni. Maema anaweka ndani. Pazu! Eli Mpanzo Kibisawala anabinuka Sambasoti, anawaambia Simba hapa ni KMC, anawaambia hii kazi imeanza. Chini ya dakika 8 alianza mpira ambao ulikuwa kama masala hivi, akaanika tu nguo asijue la kufanya Amos Kadikilo, lakini ikawekwa ndani, kaenda kukaa pembeni kabisa kule, hakuwa na nafasi yona Geoffrey Amos. Eli Mpanzo. Haya, Libasa Geye yeye na mlinda mlango Yona Libasa. Oh! It's fantastic. Anamuinua Steve Becker akiwa na energy ya maana. Ni Libasa Geye, goli la 7 la msimu. Anaambia yote ni mambo ya Mungu. Acha maneno. Boli itapigwa hapa. Meno yote nje sasa. Alikontrol mali Libasa Geye. Akamwambia Amos njoo. Akamwambia chukua hiyo kama unaweza. Amos Yona akamwambia hapana. Hii sasa ni ya viwango vya tofauti. Aliishia kulala chini. Ismail Oliveira Ture. Kante anawekwa chini, mwamuzi anasema ni fair challenge. Haya, kwa mara ya 3 sasa hiyo. Momanyi anamkamua mtu, inachea Momanyi. Matthew Momanyi Teges anainyamazisha KMC, anainyamazisha Dar es Salaam. Chama kunako bench. Mbali na ushindi ambao wameupata Simba Sports Club uliopeleka shangwe, nderemo na vifijo kwa mashabiki na wanachama wa Simba, lakini burudani nyingine pia tulikuwa tunaipata kwenye usimuliaji wa mchezo wenyewe, wakati Matthew Tegis Momanyi anamkamua Rushen Dariek. Kama alivyokuwa anasema mtangazaji, hata yeye alikamuliwa. Akasema anamkalia Momanyi, alafu akasita hivi. Alichukuliwa vile vile. Akaenda yeye akakamuliwa. Alafu ndo bao likaenda likafungwa. Lakini kwa hakika ilikuwa mechi moja viwango sana. Zuri sana kwa hakika. Idi, tuanzie kwako hii leo. Wewe ndio utakuwa unatufungulia sasa gaya letu hili la uchambuzi. Ilikuwa ni mechi ya namna gani jana? KMC pale, Simba wakiwa nyumbani dhidi ya Pamba Jiji. Mechi ya kwanza utakumbuka katika uwanja wa CCM Kirumba kule Mwanza, ilimalizika kwa sare.
ya bao 1-1 ambapo mnyama alianza kufunga. Tunakumbuka bao la Pamba alifunga James Mwashinga, faulu ya mbali hivi ya shuti kali kweli kweli. Pamba akaondoka na alama 1 na Simba akaangusha alama 1. Kwa kuchukua ile mechi kuelekea kwenye hii mechi, ukiweka kwenye eneo hilo Simba inahitaji kuprove kitu dhidi ya Pamba, lakini pia ukiweka kwenye mizania ya pressure, mnyama tayari alikuwa na pressure hii mechi, kwa sababu mechi iliyopita ya mpinzani wake wa karibu ambaye ni Young Africans tayari ameshapata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo mechi ingemalizika kwa sare ama angepoteza, nadhani kwenye gap la alama kwenye michezo 5, kwa sababu mechi ishachezwa kwa michezo 4, ulikuwa unaona Simba hapo, tulikuwa tunatumaini, mimi kwa natumaini Simba ilikuwa inawachukua hapo. Kwa mwalimu Francis Baraza ilikuwa ni mechi yake nyingine tena kwenye michezo 5 hivi karibuni ambao amecheza. Alishinda mechi moja tu dhidi ya KMC na mechi nyingine nyingi alipoteana. Kwa hiyo na base wengi walikuwa wanaitazama kwenye eneo lake la uchezaji ambavyo kwa nazi approach hizi mechi, wengi walikuwa wana wasiwasi naye kwa sababu tulizoea alikuwa na back 3 lakini Abdul Majid Mangalo, kina Mwashinga ama kina Kabailo anacheza hapo, lakini mwalimu alitwist akawa anaenda na back 4, ikamsumbua kwenye michezo kadhaa, lakini jana dhidi ya mnyama mkali akarudi kwenye bezi yake ya walinzi watatu. Ana wing back wa juu ambao wakati anazuia alikuwa na watu 5, ana walinzi pia hapo kwa zaidi ya watu 7, akawa anacheza eneo hilo, na alikuwa anajua watali wa Simba walikuwa watu kama kina Libasege, kina Anse Ora, wakina Neo Maema hawa, ili waweze kufunga Simba lazima wakubembeleze, wataanzia chini, watapossess, watakuja hapo. Akaika mtego mwingine ili wakina Olivier Toure wasisogee, wakina Rushen Deruki wasije kusupport kwenye ile kiungo. Akamweka yule bwana anaitwa Henry David Ntonja, mrefu hivi, Tegis Momanyi, mzuri kwenye control, mzuri kwenye migongano, anaweza kufungua hizo spaces. Wakina nani Zabona ameweka hapo, ni maball carrier, wanaweza kukaa na mpira, wanaweza kufungua hizo spaces, na ikamlipa kwenye bao la kusawazisha kwenye eneo hilo. Kwa hiyo mwalimu Francis Baraza alifunga mechi hivyo kwa sababu anajua Simba kama upande huu ambao Kapombe yupo anacheza mara nyingi, Duchu sio mzuri sana kwenye kushambulia. Sehemu pekee ambayo Simba wanakuwa hatari ni eneo la kimabani. Wakati ile goli linafungwa, ukimtazama Matthew Tegis Momanyi, yeye alikuwa mbele zaidi, alafu akanyosha mkono juu kabisa. Umewahi tu kunijibu swali langu, alikuwa na ule mkono anaunyoosha kwa nini? Andrea kinga mkono. Karibu na utuambie namna ambavyo mabao yamepatikana kwenye bao hili la kwanza la mpira wa kutengwa. Matthew Tegis Momanyi alikuwa mbele, lakini alikuwa ananyoosha mkono kana kwamba vile Eli Mpanzo kama trafiki bwana alinyosha mkono kama trafiki au alijua ndio anashambulia. Ilikuwa ni mechi namna gani kwako binafsi? Kwanza ilikuwa ni mechi bora sana tuliona. Tuliona Pamba akija kuonyesha ushindani hasa kwa tunataka kuona kwenye ligi yetu, ili mtu akishinda point 3 zionekane kweli mtu jasho limemtoka akapata point 3. Lakini umefungwa goli la kwanza ni la uzembe katika kujipanga, kwa sababu mpira wa faulo. Tunamsifu mpigaji, lakini kutokana na uzembe wa safu ya ulinzi wa Pamba katika kujipanga kwenye kuzuia hii faulo, walikubali vipi kusukumwa? Kwanza walisukumwa na Libase, wale mabeki wakakubali, wakamwacha ule mpira ukapita unatembea katikati yao, alafu Mpanzo akawa yuko peke yake. Umeona? Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo walikuwa wameyafanya. Alafu kingine Matthew yeye alikuwa kwenye eneo la ameshaiko mbele, alafu akahisi kwamba Mpanzo amezidi kuliko yeye. Kwa hiyo ndio maana akanyosha mkono kama trafiki, mwenzake akafunga goli. Kama trafiki anakuambia kaa pembeni hapa. Kwa hiyo aliponyosha mkono akaambia twende, ikawa goli. Kwa hiyo nadhani goli hilo ambalo walifungwa Pamba ni goli ambalo la uzembe wao wenyewe, walichangia kwa sehemu kubwa, lakini niliwasifu jinsi walivyorudi kurudi kwenye mchezo na kuanza kupambana kusawazisha goli. Kwa sababu goli dakika 8, dakika 10 baadaye wanasawazisha goli. Unajua? Kwa hiyo walirudi vizuri sana. Wakaanza kujitengeneza kwa umakini na kutumia nafasi nzuri. Kwenye bao la Libase Gay wakati anakwenda kufunga dakika ya 65 ya mchezo kama utakumbuka. Yona Geoffrey Amos alifanya kila kitu ambacho mlinda mlango alipaswa kufanya. Alisogea kupunguza lango, akamnyima nafasi upande wa kulia, akamnyima nafasi upande wa kushoto, lakini Libase Gay alichofanya ndicho ambacho alipaswa kufanya. Na ndio mchezaji bora anapoamua wakati mwingine mazingira kama haya, kwa sababu inahitaji ubunifu na akili zako mwenyewe binafsi za kuangalia huu mchezo unaendaje. Na hapa inakuaje, kwa sababu ile ndio wewe na kipa. Imepigwa pasi ndefu, umeingia wa kwanza,
Kwa hiyo umetumia hayo madhaifu kwamba hii naondoka nayo. Umeona, kwa sababu pale alikuwa hana mtu mwingine wa kumchezea mpanzo, alikuwa yuko mbali. Kwa hiyo yeye alikuwa na nafasi zaidi ya kufanya vile, na kipa akawa amemaliza kwa aina yake yote ya uchezaji, kwa pale ndo nimefika mwisho. Hapa ni na mwisho, labda ule mpira ungepigwa kwenye nani yake ili ya upango, lakini kwa sababu ulipigwa juu yake, nadhani mpigaji kwa hiyo nadhani ilikuwa sahihi. Kwa hiyo tunamsifu Ribase kwamba alitumia vizuri nafasi, akimbia kwa spidi ya kutosha, akatengeneza goli ikawa nzuri. Kwa hiyo bana, heko shumbe na kongole nyingi sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kuchomoza na ushindi katika mchezo wa jana, lakini pia heko kwa Pamba Jiji wanakawekamo usijisifu na mbio, lakini pia msifu alikuwa na kukimbiza. Waliwapa mechi bora sana Simba jana katika mchezo wao wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Mbali na hapo, tuangalie mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na tunang'oa nanga Dar es Salaam, na moja kwa moja rada zetu zinaelekea katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Wajelajela maafande wa jeshi la magereza timu ya Tanzania Prisons ni kama moto umeanza kuwaka hivi, maana wameingia katika mchezo wa jana mithili ya mbogo aliyejeruhiwa kutoka mbugani. Jana imechomoza na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya wakulima wa zabibu timu ya Dodoma Jiji FC katika mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Francisco ndiye alikuwa wa kwanza kufunga bao kwa mkwaju wa penalty dakika ya 3 tu ya mchezo kwa upande wa Tanzania Prisons, akifuatiwa na Oscar Mwajanga, kisha Dodoma Jiji wakaweka goli moja kupitia Waziri Junior Shentembo na Jeremia Juma Ali akaenda akahitimisha karamu ya magoli kwa maana ya kufunga chuma cha 3 kama sio bao la 3. Licha ya kupata matokeo mazuri katika mchezo wa jana, Tanzania Prisons bado hawapo katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara, wakiwa na jumla ya alama 23, nafasi ya 15, wa pili kutoka katika timu ambayo imeshuka daraja ama timu ya mwisho KMC. Andrea Kingamkono, mechi hizi zilichezwa muda mmoja. Simba wanacheza saa 10 kamili jioni. Maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons, au tukiwa kule Unguja tunawaita mafunzo, timu ambayo walipita wachezaji kadhaa akiwemo Gray Morris Ambrose kwa kule Unguja, ile timu ya mafunzo. Binafsi nathubutu kusema jana ilikuwa ni siku ya mechi bora sana kwenye ligi kuu NBC. Yani kwa mtu ambaye amelipia kisimbuzi chake, kwa hakika wala hakujutia kwa kile ambacho amekwenda kukiona. Mechi zenye kiwango za ligi bora, yani kutokea kwenye ligi nambari 5 Afrika kwa sasa. Angalia aina ya magoli ambayo yamefungwa, angalia namna ambavyo ubora wa wachezaji, kile ambacho jana alikuwa anakwenda kukifanya. Karibu na utuambie pengine hii mechi nayo ilikuwa ni mechi ya namna gani? Mechi ambayo ilikuwa nzuri, mechi ambazo tulitegemea kwa sababu kipindi hiki kila mtu anatafuta kukusanya pointi. Lakini tumeona Prison ambayo imebadilika sana. Hii ni mechi ya pili mfululizo wanafunga goli 3. Ukiacha mechi yao wakati wa kabla break ya FIFA walimpiga Pamba goli 3. Umeona? Kwa hiyo akaja kwenye hii mechi wakawa wameendeleza kila alichokuwa na wanajua nini wanachokitafuta, kwa sababu kwa hali yao lazima washinde mechi zao zote ikiwezekana ili waweze kujiokoa na hilo janga, huku wakiendelea kuwaombea majirani zao wapotee kidogo ili na wenyewe wasogelee zaidi, kwa sababu kama Mbeya City naye ataendelea kushinda na maana bado mtihani utakokuwa mgumu. Ndio maana jana wameshinda, wamebaki na pointi zao hiyo 23, lakini unaona jinsi gani walivyokuja. Lakini kwenye hii mechi walicheza vizuri na wakatengeneza nafasi nyingi ambazo waliweza kuzitumia, kama hii penalty tunaona. Naam, hili tukio la penalty kwako nadhani ilistahili kwa penalty kwa kile ambacho alikiamua mwamuzi wakati Mnyupe? Penalty ilikuwa halali kwa sababu yule beki wa Dodoma Jiji alienda kumrukia mwenzake mgongoni wakati ile kona inapigwa. Kwa hiyo inawezekana amemzuia yule bwana asiruke, ambapo angeruka angeweza kukuta mpira akafunga. Kwa hiyo alivyomsukuma nadhani ndio ikawa sababu ya yeye mwamuzi kutoa penalty, na ilikuwa penalty halali. Kwa hiyo anakwenda kwenye ile sheria ya Bosco. Kwa hiyo nadhani ni penalty halali na mfungaji alijitahidi kupiga na kipa alijitahidi kwenda vizuri, lakini ikawa bora zaidi kwa sababu mpigaji alipiga shuti la chini ambalo lilikwenda ikawa goli. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani Prison ambao katika mchezo huu walikuwa wanatengeneza nafasi na kuzitumia. Kwa hiyo kwangu Cedric Nsajigwa aendelee kukazia hapa alipokazia na aendelee kutumia vizuri uwanja wake wa nyumbani, kwa sababu ndio sehemu ambayo anaweza akajivunia kabisa. Umeona hilo bao la pili, umeona kwanza ile cross hiyo pasi ya Haruna Othman Chanongo ni kama ule mpira ulikuwa unakwenda nje. Yani kwa mtu ambaye angekuwa na dharau ule mpira kwa maisha alipiga alikuwa ni Martin
Emmanuel Martin, nusu niseme Geoffrey Mwashi huyo. Hivi ameenda yupo kwenye ligi ya Tanzania hata championship. Emmanuel Joseph Martin, nyota wa zamani wa Wananchi Young Africans. Yaani kama haukuti ule mpira. Ngoja tuone kama Mtozi itampendeza, alafu tumpe nafasi ili ya kutabahari. Angalia hii pasi ambayo anaipiga Haruna Othman Chanongo. Ni kama pasi fulani ndefu. Mpira uko mrefu sana. Haifiki. Lakini Emmanuel Martin nampiga kichwa. Maana tunamsifu cross nampiga kichwa. Yule kapiga kichwa kama kapiga na mguu. Bali kunonga tuambie kwenye bao hili. Yes, na Majwanga alikuwa kwenye eneo sahihi, muda sahihi, ni kama alisoma move ambayo Emmanuel Martin kaifanya, na bahati nzuri ndio strong foot yake ile, anatumia mguu wa kushoto, mpira upo kwenye eneo la mguu wa kushoto, lakini kama alivyosema King watamsifu zaidi yule ambaye amemalizia, ameenda na move ya mwenzake, akawa anajua ili shambulizi life, huu mpira aidha utoke nje au Emmanuel Martin mwenyewe abadilishe mawazo. Mimi ambacho natakiwa ni kae kwenye eneo langu sahihi, eneo ambalo mpira kama itapigwa cross inaweza kanikuta, na hiyo imemkuta. Kama tutakumbuka hata kwenye mchezo dhidi ya Pamba kwa stadi hii japo inaweza sifanane kutoka kwenye upande mwingine, lakini alifunga goli la namna hii, goli la kichwa, goli la tatu. Kwa hiyo utamsifu Emmanuel Martin eneo ambalo alikuwepo, lakini pia hata mfungaji wa bao lenyewe sehemu ambayo yupo, sehemu ambayo ameghasiwa ni engo ngumu kweli kufunga, lakini alikuwa na hayo mafikirio, na hii inaweza kanatoa picha kubwa zaidi. Inawezekana mwalimu Shedrack Nsajigwa kwa wachezaji wake ambao amewaambia iishe mpaka, yani isiishe mpaka iishe. Kwa unatumai unaona hii na goli ambalo limefungwa hapa wastani wa dakika 13 Tanzania Prisons ilikuwa tayari imeshaweka mabao mawili kama. Lakini kitu kingine cha ajabu na cha kustaajabisha zaidi kwenye hii mechi unamuona George Enoch Mpole. Yupo ameanza kwenye hiyo mechi. Na ndiye nadhani chaguo la kwanza la kwenye wapigaji wa penalty. Lakini kwenye ile penalty alisogea kando na akaiacha penalty ichezwe ni Ramadhani Mgunda na Francisco Francisco mchezaji mpya wa Tanzania Prisons ambaye ameenda kupiga. Nini ambacho Kinga Mkono umekiona kwenye haya matukio mawili? Kufunga magoli mawili ndani ya dakika 13, lakini mpigaji wa penalty nambari 1 kwenye timu. Yani kama pale Manchester United wakati fulani kulikuwa kuna Bruno Fernandes, alafu kulikuwa kuna Cristiano Ronaldo, wote wanacheza kwa pamoja, alafu anaondoka aidha Bruno au Ronaldo anaenda kuchukua penalty mtu mwingine ambaye hajawahi kumuona akichukua penalty. Kwanza ile hali ya kupambana. Unajua kwanza mkishafunga goli moja, nyinyi mnaofunga mnakuwa mna moyo zaidi. Mnakuwa mna hali ya juu sana ya kutaka kutafuta goli zaidi. Na ndicho kilichoonekana, ndio maana baada ya dakika 10 wakapata goli lao la pili. Kwamba walikuwa na ile morali ya juu sana kwamba tunaweza, kumbe tunaweza, tushawapata, tumewafunga mapema goli la penalty la mapema. Kwa hiyo kwanza Dodoma wakawa wenyewe wamepata mshtuko kwamba mbona tumefungwa goli la mapema. Umeona wakati wanatafakari hawajakaa vizuri wanapigwa goli la pili. Lakini kuhusu kuamua nani apige penalty wakati mwingine kwenye mazoezi, lakini kuna mtu mnaweza mkakaa naye mkaona hii ngoja abebe jukumu hili hapa. Unaona? Kwa hiyo unaweza wewe mwenyewe ukamwachia mtu bwana, ili jukumu ninavyoliona hebu lichukue wewe, kwa sababu unaojua ubora wake kwenye kupiga penalty, na wakati mwingine unajipunguzia wewe mwenyewe pressure. Inawezekana Mpole ana pressure zake nyingine, kwa hiyo anaona ngoja nimpatie mwingine naye abebe ile jukumu. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo anakuwa anazunguka kwenye uamuzi huo. Yalikuwa ni magoli matatu, lakini hebu tuone bao la Waziri Junior Shentembo kwa upande wa Dodoma Jiji, ambaye kwa waandishi wa kale kama sio zamani wanasema amekwenda kuchafua gazeti. Wanarejea tena Dodoma Jiji na yuko ndani nafasi kule. Jaza kambani. Waziri Junior Shentembo anaujaza kambani, akiwarejesha mchezoni Dodoma Jiji. Waziri Junior Shentembo, tizama, walishindwa kuondoa mpira kwenye eneo lao la hatari, wakawachukulia poa sana Dodoma Jiji. Wameanza ilikuwa ni tapu ya viwango kabisa baada ya Mwana Kibuta David kupiga cross dongo ile. Hizi cross zinanikumbusha mchezaji fulani hivi pale Manchester United, Antonio Valencia wewe. Antonio mtu achenga moja kaka, kisha upunguza na weka chenga moja afu anapiga cross dongo. Yani hii ujifunge au tufunge, unajua wewe. Na Waziri Junior Shentembo kwa hakika amefanya kazi kubwa sana ya kutapu into ule mpira, kwamba yeye yupo kwenye uso wa goli, anaruhusu mpira unakwenda kwenye nyavu. Na ndio viwango vya daraja la mchezaji, daraja la juu ambalo linajitenga na wachezaji wengine. Nilikuwa kumsifu mfungaji wa Prisons, ndio maeneo ambayo ni maeneo ya nafasi nyingi ambapo mabao yanapatikana kwenye timu nyingi za ligi yetu. Utacross, utategemea umkute mtu kwenye eneo hilo, lakini utajiuliza unamkuta kwenye eneo gani. Cross ambayo imepigwa ni cross ya
chini na waziri amekaa kwenye eneo ambalo kama mwalimu atakitoka akisema ili bwana timu leo haijafunga lakini cross zimepigwa na mshambuliaji wetu alikuwepo kwenye eneo sahihi, utamtaja Waziri Junior Shentembo amekaa hapo, ndiyo mtu ambaye ana hayo maeneo, ameshacheza timu kubwa kweli, amesha prove. Kwa hiyo unamtegemea kwenye haya maeneo aweze kuwepo, aweze kuread na kusoma akili ya mwenzake ambayo ameifanya. Kwa hiyo Mwana Kibuta ambacho amekuwa nacho, na waziri alijua ile eneo ambalo nipo, aidha mpira unaweza kuja hapa ama sio sehemu nyingine, lakini mimi napaswa niwe kwenye eneo hili kwa sababu tunashambulia, lazima ni support mashambulizi, na amefunga kwenye eneo hilo, na ni mechi yake nyingine na eneo lake lingine tena anazidi kuwa bora zaidi. Kwa hiyo ni bao zuri, utamsifu mpigaji lakini pia bado utamsifu Waziri Junior Shentembo. Mimi huwa nawaheshimu sana wachezaji wa aina yake. Kuna msitu wa mabeki, bado unaamini huu mpira kwa namna yote ile unaweza ukavushwa, natakiwa nikae hapa, kama hautokuja tutapanga shambulizi lingine, lakini nikikaa hapa naweza kufunga. Na hicho kilichokisema Idi Nonga ndicho ambacho tumekiona. Angalia alipo waziri sasa hivi wakati mpira umetoka unakwenda kuchezwa, anasogea huyo amekaa hapo. Lakini kiuchezaji hii ni cross ya pili Andrea Kinga Mkono, ya kwanza ilizuiwa njiani. Kama mchezo itampendeza anaweza akaileta, alafu watazamaji wapate picha ya kile ambacho tunakizungumza. Waziri Junior Shentembo, mimi napendezwa na namna ambavyo anakimbia. Mwangalia alipo hapo. Ya kwanza imegoma. Hajaondoka. Ya pili anatapu mpira unakaa kwenye. Sasa zile ndio tabia za mshambuliaji. Kwanza unapaswa kuwa eneo lile, uone zagaa maeneo yale pale. Ili uwe mfungaji mzuri wa magoli kwa mshambuliaji ambaye huna vitu vingi kwenye mguu wako, yale ndio maeneo ambayo unatakiwa uwe mviziaji mzuri wa maeneo yale. Lakini kingine unabidi pamoja na kumsifu yeye kuwa eneo lile, lakini unawalaumu mabeki wa Prison kwamba hawakutimiza wajibu wao, kwa sababu kama nyinyi mabeki wote walikuwa wanaangalia mpira unapoenda baada ya kuangalia watu. Kwa sababu unapopigwa cross, inapokuwa mpira umecheza cross ya kwanza mmezuia, cross ya pili kulikuwa na watu wawili wa Dodoma Jiji wako wenyewe wale ambao wangeweza wote kati yao angeweza kufunga, Anwar Jabiri na Waziri. Kwa hiyo ni makosa ambayo wale hakukuwa na mtu katikati yao kuhakikisha kwamba bwana ule mpira hawaupati kwa urahisi kama alivyopata Waziri Junior. Kwa hiyo nadhani kwangu ndio nimesema haya ni magoli ambayo Prison msimu huu wamefungwa sana magoli ya aina hiyo. Wamefungwa sana magoli ya cross, wanashindwa kuzuia mipira ya cross na magoli mengi wamefungwa. Kwa hiyo ni aina ya magoli ambayo Prison wanajitakia wenyewe wakati mwingine. Nadhani bado wanapaswa kufanya changamoto hizo kuzirekebisha, kwa sababu utapokutana na timu bora zaidi ina maana watakufunga sana magoli ya aina ya cross. Basi tuangalie bao la tatu, alafu Idi Nonga umalizie uchambuzi na tuhame kwenye engo hii. Bao la tatu la Tanzania Prisons, hivi ndivyo mambo alivyokuwa. Nafasi ya Vim kweli kweli kwenye jeza Kabani ya Gdavjes. Chuma cha tatu. Chuma cha tatu wanatanua uongozi Tanzania Prisons. Mashabiki ukiwa ni hoi hoi kwa upande wa Tanzania Prisons. Unaweza ukasema ni super sub, mpira mrefu ambao ulikuwa kuchongwa. Hiyo hapo akaenda akaukwamisha kambani. Ni namna ambavyo bao limefungwa, bao la tatu la Jeremia Juma Lee, wengi wakimuita Jeremia Juma Mgunda. Amefanya kazi yake kama ipasavyo. Hakuwahi kuichezea timu nyingine yoyote kwenye ligi kuu ya NBC zaidi ya kuichezea timu ya Tanzania Prisons, kama ilivyokuwa kwa Salum Kimenya. Yeye alianzia Small Prison pale Maweni Tanga, na mpaka sasa yuko timu hiyo ya Tanzania Prisons. Kama ilivyokuwa kwa mshambuliaji wao kinara, alianzia Magereza Dar es Salaam, na sasa yuko Tanzania Prisons. Unampata? Atakuwa nani? Memsahau Jeremia Juma. Kuna wakati alikuwa anavaa kofia hivi. Nani bwana? Alafu alipataga majeraha kama amebonyea hivi kwenye paji lake la uso. Wewe shehe nitajie bwana. Mimi sikutajii bwana. Nitoka kafi mpaka saa 5. Watazamaji wetu msaidieni. Yupo kwenye tafakari mpaka sasa hivi bado hajamjua. Jina linanitoka, ila kwenye alimfunga Ishimanula kuna mechi ya Simba Sports hapa ya misimu kama 2 iliyopita hivi. Imenitoka jina lake. Mrefu hivi yule bwana. Mpendelee. Atakuwa yuko mali watoni, ukitoka utamkumbuka. Sawa, ili aina ya bao ambalo limefungwa hapa ukitazama kwenye dakika ambazo zipo, lakini pia
ukitazama tabia za Dodoma wenyewe unaona kama ni sio kama timu ilikuwa inatoka sasa, ilikuwa inaenda kusupport kwenye mashambulizi, then mlinzi wa Tanzania Prisons anapiga mpira mrefu, mchezaji wa Dodoma Jiji mlinzi pia naye ana unodi kidogo, anagusa kwa kichwa, direction imepotea hapo kwa sababu timu ilikuwa inatoka, na Jeremia Juma alikuwa yupo kwenye hiyo position, kwenye hiyo nafasi, kwa imekuwa rahisi kwake, alikuwa yuko mbele kidogo ya mafikilio ya walinzi, kwa maana yuko nyuma Samson Bangula ajitafuta nimekuweza Samson Bangula kaka, mzee wa nani, unaweza kwambia nakumbuka ile mechi za na nani bwana, na Simba kamfunga Manula magoli mawili, jina lilitoka mzee wangu, mzee wa kuku kishingo. Samson Bangula amechezea tu Magereza Dar es Salaam, alafu ameenda kuchezea Tanzania. Tuendelee sasa. Mbona kwa mpira kati unapigwa mrefu hivyo, Dodoma walikuwa wanatoka tayari, walikuwa wanajiweka kwenye ile mashambuli, kwenye eneo la kuwa tayari kwa ajili ya kushambulia timu itoke, then mlinzi wa Tanzania Prisons anapiga mpira mrefu. Wakati kama umechunguza hapo kidogo, imekuchukua hiyo time, wachezaji wa Dodoma walikuwa wanatoka, yule mlinzi alipiga kichwa alikuwa anatoka, kwa mpira amekutana nao njiani, ameunod, amepoteza direction. Jeremia Juma kwa bahati nzuri kwa yuko nyuma kwenye eneo hilo, kwa hiyo amekutana na mlinda mlango na msifu zaidi, amempunguza. Kipa amefanya yote ambayo anafanya kwa muda huo, ameanticipate vizuri kusogea, lakini kapambana sana alichelewa kuamua, yani ule uamuzi wake alichelewa kuamua. Sawa, tuondoke hapo, tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari. Na kama ulipitwa na kuweza kushuhudia mabao jinsi ambavyo yamefungwa, pengine ulikuwa unatazama mechi ya Simba Sports Club, unao nafasi ya kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Anzia ukurasa wetu mama wa Azam Sports kwenye Instagram, tumekuwekea highlights za magoli yote kwenye mechi hii, kwa maana ya magoli yote 4, 3 ya Tanzania Prisons na 1 la Dodoma Jiji. Lakini vivyo hivyo kwa upande wa magoli ya Simba, mabao 2 ya Simba Sports Club na bao 1 la Pamba Jiji, yote hayo utayakuta kwenye ukurasa wetu wa Azam Sports pale kwenye Instagram. Kwa sasa moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine. Michuano ya Sekafa chini ya umri wa miaka 17 kwa upande wa wanawake inaendelea, ambapo jana michezo miwili ilipigwa katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Mchezo wa mapema uliwakutanisha Sudan Kusini dhidi ya Zanzibar, na mchezo ulimalizika kwa Sudan Kusini kushinda goli 1-0. Lakini mchezo mwingine wa mwisho ulikuwa jana usiku, ambapo tuliwaona Uganda dhidi ya Djibouti na kuwaporomosha kipigo cha magoli 13-0. Uganda ambao ni mabingwa watetezi wa michuano hiyo, ambao waliupata ubingwa huo mwaka 2019. Tutarudi kuja kuangalia kile ambacho kimejitokeza kwenye michuano ya Sekafa, lakini tukukumbushe matokeo mengine ambayo yalijitokeza katika michezo ambayo imechezwa wiki hii. Kwenye hayo matokeo mengine, Mashujaa FC wakiwa nyumbani katika uwanja wao wa Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma, wao walipata kibano cha mabao 2-1 kutoka kwa bila kutoka kwa wananchi Young Africans. Lakini tukaishuhudia pia mechi nyingine ya JKT Tanzania mbele ya Singida Black Stars. Singida Black Stars wakiwa ugenini ilichomozwa na ushindi wa magoli 2-1. Lakini matokeo mengine kama ambavyo tulikuambia awali, Mbeya City wao waliweza kuchomoza na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya wakatamiwa Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulichezwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Sasa kama vile wafu wanazikana. Mbeya City ameshinda katika mechi yake iliyopita, Tanzania Prisons ameshinda katika mchezo wake uliopita. Singida Black Stars amepambana kuipambania nafasi ya 4, ameshinda akiwa ugenini mbele ya kikosi cha JKT Tanzania. Lakini maneno ya soiba wangu, rafiki yangu wa karibu, mzee wangu kwenye mpira wa miguu, Jamhuri Kiwelu Julio Tarantin Pereira Obrigado, yalikuwa si lolote wala chochote. Si Ukumpigia simu? Sijampigia simu. Mpe pole. Matokeo ya namna ile kaka na ule ukali alioonyesha, naweza kumtafuta muhali. Kuna mwandishi mmoja alimwambia, sasa wewe leo ndio nakupa nafasi ya kuuliza maswali kwa sababu umeuliza swali zuri. Alimwambia leo wewe nakupa nafasi ya kuendelea na utakuwa unaniuliza maswali kila siku. Kauliza swali zuri. Hili ndio tukio la Mbeya City. Walau tukasikilize simulizi tamu ya msimuliaji wakati anasimulia bao hili.
anachanja mpira mrefu ndani kule akimtafuta Mwani Tobias. Mwamuzi anafunika maguu 12 ya mtu mzima kwamba Mwani amefanyiwa madhambi yale. Wachezaji wote wa Mtibwa wamekwenda kumzonga mwamuzi wakati Mwani alikwenda chini baada ya pasi ya Hassan Dilunga. Pasi kijiko ile. Na Willy akaenda chini. Wakati Aaron Liwato alikuwa anaamini ni shoulder to shoulder. 1, 2, 3. Buha anaukomisha mpira ule kwenye kamba. Lilikuwa ni moja kati ya magoli mazuri sana ambayo amefungwa na Adili Buha. Lakini kitu ambacho nimekipenda namna msimuliaji wakati anakwenda na haya matukio. Msimuliaji alikuwa ananikosha sana. Lakini tukio lingine kubwa ambalo nimelipenda kwenye namna ambavyo penalty imepatikana, aliyekwenda kuupokea huo mpira nyota wa zamani wa Kagera Sugar anaitwa Hija Shamte Lida. Hija Shamte ndio ambaye alikwenda kuupokea ule mpira kama yeye ndo anakwenda mpigaji, anakwenda kupiga ule mpira. Alicheza pia Kembiaso Dar es Salaam. Ni kile yuko na Meki Maxime. Alafu baadaye ile pressure ishapoa sasa. Bwana wewe njoo Buha. Anambia Adili Buha. Kaka mkubwa kama hizi shughuli. Kama hizi shughuli. Mimi nikiwa kwenye mambo yangu ya nania, Aidi wewe mwenyewe si umeenjoy maisha? Nimeenjoy kaka. Nimeenjoy kweli kweli. Umechacha wiza kaka. Huwezi kuliziba jua na ungo. Watu wa Tanga mna shida gani? Tuendelee bwana, ilikuwa ni mechi ya namna gani hivi? Ilikuwa kwanza mechi nzuri. Kabla haijaanza tulikuwa tunazungumza hapa, timu zote mbili zilikuwa zina uhitaji. Mtibwa kwenye hali ambayo wapo, lakini pia alikadhalika Mbeya City kwenye hali ambayo wapo, na kwa Salum Mayanga ni base ilikuwa inajulikana. Hashim Musa golikipa kwenye eneo ambalo yuko hapo amedaka kwa muda mrefu kweli kweli kwenye eneo lake la ulinzi, wakina Mbegu kwenye eneo lake pia la kulia, eneo lake la kiungo nadhani ndio eneo ambalo ni mara nyingi Salum Mayanga kwenye timu ambazo wanakuwa kwenye level yao sawa huwa linamwamulia sana matukio. Alikuwa alidabo akiwa na Hija Shamte ambao umemtaja hapo pamoja na Adili Buha, juu yao akawa kaka mkubwa Hassan Dilunga HD, lakini eneo la mbele kidogo akalitwist akaanza na mshambuliaji halisia wa moja kwa moja kwenye eneo hilo. Alianza na Rifat Msuya ambaye mara nyingi alikuwa anazunguka anaingia anatoka kwenye eneo la juu lote, akiwa na Eludi Ambokile pale na Willy Mwani walikuwa wanalioperate kwenye eneo hilo, na inawezekana pia Mwalimu Chipo kwenye hii mechi alijua kwenye hilo eneo la mbele, kwa sababu wa kuanza na striker moja kwa moja timu ya Mbeya City, akaanza na walinzi watatu. Alikuwa hapo kaka mkubwa Kiaruzi, huyu Liawatu alikuwa hapo, wakina Datus alicheza hapo, lakini pia Juma Nyagi Ganambali alicheza hapo, na wachezaji wengine eneo la ulinzi akina Twalibu Hassan pale Mhenga wacheza kwenye eneo hilo. Kwa hiyo mechi Mtibwa mara nyingi alifungia hapo, na eneo la mbele wengi tulijiuliza nikiwa mmoja wapo, kwa nini Kasim Mayele akaanza na Juma Luzio. Saidi Mkopi mara nyingi alicheza wing back, kwa kana track sana kwenye eneo la nyuma zaidi, kwa sababu labda ya uwepo wa Willy Mwani ambaye alikuwa na madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo Chipo hii mechi alifunga kwenye eneo hilo, alikuwa anapenda atoke nyuma na timu ikashambulia moja kwa moja, lakini aweze kuzuia aweze kupunguza makali haya ambayo ameanani. Kwa hiyo akawa anakaribisha mashambulizi mengi kweli kweli ambayo walikuwa wanafanya Mbeya City, na ikatokea kapigwa mpira mrefu Haruni Liawata akaenda kuchallenge ambayo kwangu kanaona shoulder to shoulder dhidi ya Willy Mwani, lakini mwamuzi kwa eneo ambalo alikuwepo alitafsiri physical nguvu kubwa ambayo alitumia Haruni Liawata, akafunika kwenye huo mkojo wa penalty. Nini ambacho kifanyike? Alidibua dhidi ya Constantine Malimi, ukaona unahesabia ama unatarajia bao litafungwa pale, then bao limefungwa. Match ikawa kwangu, nilikuwa namtazama Salum Mayanga the way ambavyo kwa anacheza, nilikuwa naamini hili bao kwa gharama zozote hata lilinda. Mwalimu akabadilika wa Mtibwa Sugar, kuna muda akarudi kwenye 442, sometimes akanacheza hivyo. Kasim Mayele akaingia hapo, kuna wachezaji wengine akaintroduce kwenye kikosi, lakini ilikuwa ni too late, na Mwalimu Mayanga alifunga hiyo mechi na kaondoka na alama 3 kubwa na zenye thamani zaidi kwenye kiwanja cha nyumbani. Ili nikuthibitishie tu kwamba mechi uliitazama kwa jicho la tatu. Lakini najua kilichokufanya uitazame. Bana, mechi nyingine tulikwambia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni, ambapo JKT Tanzania walikubali kurovya rovu na kuteboreshwa tebwere. Ilikuwa ni kama biskuti kwenye kioevu. Tukajikumbusha namna ambavyo mabao yalifungwa. Yalikuwa ni magoli 3, JKT wakipata bao 1 na Singida Black Stars wakifunga mabao 2. Na niliona ile celebration
ya Jefte Kitambala Bola. Haya, nafasi nyingine kule Mwaku Malanga. Mwaku Malanga wamesakwa sana. Mwaku Malanga wamemchunga sana, lakini wameshindwa kumchunga zaidi. Tambia nini watu? Na Mwaku Malanga anatanguliza zaidi Singida Black Stars, akiwatanguliza Singida Black Stars. Mwaku Malanga akiandika bao lake la 4, akimwacha hoi Ramadhani Chalamanda kwa upande wa. Haya, ngoja tuone. Haya, Kayeke kamfinya mtu kwa. Haya, Kayeke anajaribisha Chalamanda. Chalamanda ameganda kama kwenye friji hivi. Emmanuel Kayeke anaukwamisha kambani, anamaliza shughuli, unaweza kusema namna hiyo, japo mpira na maajabu yake. Emmanuel Kayeke anaukwamisha kambani mpira ule, akiandika bao lake la 4, assist 2, michezo 19. Msemaji wa Singida Black Stars Hassan Maulid kaiweka, anakwenda kuchopu na gonga kichwa cha kuparaza. Yes! Hakuna kupata kudogo. Ilikuwa ni magoli matatu tumeyashuhudia, mawili kwa upande wa Singida Black Stars na moja kwa upande wa JKT Tanzania. Lakini kwa upekee kabisa, Mtozi, kama itakupendeza, kwa moyo wa unyenyekevu uliojawa na unyenyekevu mkubwa, tunaomba tulitazame tena bao lililofungwa na Emmanuel Kwame Kayeke, kwamba mpira ule wakati unapigwa ulimgonga beki ukabadilisha mwelekeo, ama Kayeke aliamua kushoot na kuuzungusha ule mpira moja kwa moja ukampoteza mabao mlinda mlango. Hujamgusa kweli? Make tunavutana. Ule mpira hujamgusa. Andrea Kinga Mkono anasema upepo ulihamisha mpira. Umekatika na upepo. Idi Nonga na mimi tunasema mpira ule ulimgusa beki. Hajamgusa. Yaani ungemgusa kwa lile shuti lilivyopigwa. Kwa lile shuti lilivyopigwa. Kwa kile kiwango. Mlinda mlango kule alipokuwa alikuwa anafanya nini? Sasa zile hesabu zinatokea na unayumba na ule mpira, kwa sababu umepigwa umekata. Yaani ule mpira wenyewe umekatika. Ule mpira ungemgusa beki. Kwa lile shuti alivyopiga, ungeenda mbali, usingenyooka. Kweli? Yaani ungepoteza kabisa direction. Ungemgusa beki. Kwanza ule beki hata asingeendelea kusimama kama kawaida. Unajua ile shuti afu alikuwa mbali ule. Mpira ulijaa mguuni kweli. Ngoja angalia ule mpira tutumie lenzi mbonyewe. Unaona? Yule akugusa. Angeugusa ule mpira ungepaa. Mimi nakwambia kabisa, yule beki angeugusa. Kwanza asingekaa vile vile. Mpira ukikupiga mgongoni, wewe unafanya mchezo mpira hata kama ungemparaza. Mimi nakwambia kwa shuti lilivyopigwa, kwa ule umbali alikuwa nao, ule mpira ungeinuka. Usingeweza kunyooka. Unajua mpira hujamgusa. Ule mpira hujamgusa, mpira umekatika ule wenyewe. Na ndio maana kipa akajishika kiuno vile vile, hajasogea kokote. Yaani kwa kweli hisia na fikra zetu. Mtozi unaweza kutusaidia, huu mpira umemgusa au hujamgusa? Yaani ule hujamgusa. Yaani Kayeke kapiga vizuri ile shuti. Shuti limejaa. Jana kwenye mechi ya Japan limefungwa goli kama hili, kama utakumbuka. Yes, lakini ile tofauti yake ni kwamba mpira ulikuwa unatambaa chini. Huu umenyanyuka juu. Nonga, karibu. Mimi kwenye nani yangu, kwa sababu sasa ni hisia mseto. Kwa nini umemgusa? Nikimtazama Ramadhani Chalamanda, kwa sababu ali anticipate, akajua bwana nilipo kwa shuti ambalo atapiga KK litakuja kwenye upande huu, lakini ilivyo deflect ama ilivyobadilika, kwa nadhani naweza nika stick bwana Kinga kwenye eneo hilo, kwamba kwangu naona kama ulideflect, ulimgusa kidogo yule mlinzi wa JKT. Kwa hiyo ndio maana mpira ulipoteza uelekeo, na ndio maana hata mlinda mlango mwenyewe ulimfanya sasa kupiga hatua nyingi zaidi kwenye eneo hilo. Lakini pia nikimtazama hata mlinzi mwenyewe ambaye mpira ulimnani, kwa sababu kama mpira usingemgusa, nadhani move yake ingekuwa ni ya kawaida tu, angesimama, kwa sababu baada ya kumgusa mpira mwenyewe akageuka akasema huu mpira unigusa unaelekea wapi? Kwa sababu ukitazama huyo beki kama aligeuka maumivu. Ngoja tuone kama aliugulia maumivu. Mbona alipopiga ule mpira.
Umeona? Umeona mpira kwanza ule mpira. Ngoja kinga mkono. Mwangalie beki alichokifanya. Umemgonga mpira. Ule mpira bwana kaupigia huku. Ndio maana ule mpira umekatika. Ule mpira unaona ule beki mpaka sasa hivi anashikilia mkono wake. Umemgonga kinga. Mimi nakataa. Mimi najua mpira kwa sababu kaupigia out. Ridhika tu na macho wewe. Usiamini yako mawili, yako manne, yako manne. Umemgonga. Kwa sababu beki ameshikilia mkono wake. Yaani ukirudia tena utaona. Tumpe faida mtazamaji. Na hii ndio maana ya Azam TV tunakuondoa ukakasi. Tungekuwa na slow motion. Mimi nasema tungekuwa na slow motion. Ingetusaidia zaidi kumaliza utata. Lakini kwa sababu slow motion labda haipo. Lakini tungeona mpira kwa tunatembea kidogo kwa speed ndogo. Ingeweza kutusaidia sana. Lakini mimi naamini kabisa ule mpira yule beki hakuugusa. Unaona anavogulia mkono wake ule. Bado kaushika. Maki ulimgonga na ukadeflect. Lakini kama umempunyua ile alafu mpira ukahama kwa sababu ya kasi yake na pressure ilivyokuwa kubwa. Tuondoke hapo Idi Nonga. Nafikiri tumemweka sawa ndio kwa mkono. Ijapokuwa ni ngumu kukubali lakini inabidi ukubali tu wakati mwingine. Lakini nimempenda kocha nani Papi Kimoto na pamoja na Muibukani. Wamefanikiwa kumpata Mwaku Malanga. Naona tangu amekuja ameanza kuanza kufunga. Unajua wakati mwingine inabidi uwasifu makocha ambao wanaweza kumtengeneza mchezaji ambaye alikuwa kama anapotea uwezo wake wa kufunga. Mfungaji bora wa ligi ya Kongo, lakini sasa hivi amerudi kwenye mstari, unamwona anaanza kufunga. Kwa hiyo jambo ambalo ni kubwa na muhimu kwa timu katika kipindi hiki ambacho ni muhimu. Na kocha wa JKT Tanzania uzuri mwenyewe nimemsikia anakiri kwamba nafasi ya 4 bora kwao ishakuwa ngumu. Kwa hiyo nadhani unaona mechi yao hiyo angeshinda ile. Jinsi gani hawezi tena kupambania nafasi ya 4 bora. Kwa hiyo nadhani TRA kazi kwao na Singida waendelee kushindana kutafuta nafasi ya 4. Kwa hiyo hapo ndo ilipofikia kwa sasa. Kwa hiyo namuona JKT atapambana tu kuhakikisha kama anamaliza kwenye 5 bora, lakini nafasi ya 4 anaona kabisa ishakuwa ngumu kwake. Awali nilikwambia juu ya matokeo ambayo yalijitokeza katika mechi zile za Sekafa Under 17 kwa upande wa wanawake. Sasa kwa heshima na taadhima kubwa naomba nikutajie ratiba tu ya michezo ya leo kwenye Sekafa Under 17 kwa upande wa wanawake. Ratiba ya leo, Sudan watakuwa dimbani dhidi ya Tanzania saa 7 kamili mchana, wakati Somalia wao watakuwa na kibarua kizito saa 10 kamili jioni dhidi ya Kenya, na michezo yote hiyo utaishuhudia kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV, burudani kwa wote. Hii ndio ratiba ya michezo ya leo ya Sekafa kwa wanawake. Sudan dhidi ya Tanzania, wakati Somalia dhidi ya Kenya. Idi, kwenye michezo ya kwanza Kenya alifanikiwa kushinda mabao 17. Tanzania pia, lakini pia tumeona kuna taarifa ya Uganda ambao wamepata matokeo makubwa kwenye hii michezo. Inatoa tafsiri moja tu, kwenye hizi nchi zetu Tanzania, Uganda na Kenya tumejiwekeza sana kwenye soka la vijana, hasa pia kwenye soka la wanawake. Tayari mfano kwetu sisi sha prove tumeenda World Cup chini ya Under 20. Kwa hiyo unawalewa TFF, unaelewa wadau wa soka ambao wako kwenye eneo hilo, kwenye eneo ambalo naamini kama litatufikisha haraka zaidi, na tayari sha prove kwa sababu Under 17 washakushiriki kutoka kombe la dunia amefanyika India kule chini ya umri wa miaka 17. Hiyo cream tayari tunayo. Kwa hiyo ni mwendelezo wa matokeo mazuri na jitihada kubwa ambazo zinaonekana hapa. Sio rahisi kwa kuandaa hii michuano, kuchukua mataifa mbalimbali kuja hapa na kuchezwa kwenye hilo dimba la Chamazi, kwenye uwanja mkubwa zaidi na uwanja mzuri. Bado utasifu jitihada kubwa ambazo zinafanywa na wadau wa soka wakiongozwa na TFF akiwa na mamoja yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni michuano mizuri, wachezaji wetu wana showcase kwenye haya mashindano. Kwa mbeleni kutakuwa kuna mashindano mbalimbali. Kwa ni kitu kizuri na nafurahia kukiona hawa mabinti zetu, wadogo zetu wakiwa na prove na wafanya vizuri zaidi. Testi nzuri nadhani baada ya hapa tunaweza tukaipata, tukikutana labda na Kenya na Uganda, tunaweza tukapata kitu, kwa sababu huko kama tunafanya home au Somalia, Sudan. Nimeona Sudan Kusini ilikuwa ndio jana ile, na ndio mara yao ya kwanza na shirika ya mashindano. Yes, na mechi yao kwanza ndio walikula 17 hao na Kenya 17 kaka walifunga. Sasa ile tafsiri ya kurovyo rovo ndio inabidi tuwape hao ndio na ile mechi haikuisha kabisa, sababu walipata wachezaji 6, wachezaji wao wengi walipata majeruhi, kwa hiyo wakashindwa kuendelea, walipata majeraha wakashindwa kuendelea na mchezo, kwa hiyo mechi kaisha. Lakini wakati mwingine nadhani sijui jua liliwasumbua kidogo wa Sudani kucheza mchana hapo. Sudani kuna jua, lakini kucheza mchana kwa jua ni tofauti. Inawezekana ikawa ni changamoto. Unajua Dar es Salaam hata kipindi cha baridi, lakini bado kuna hali ya hewa ya Juba kule ni joto sana. Lakini sasa hawezi kwa wachezi. Unajua ni vitu viwili tofauti hivyo. Kwa hiyo basi